Bana mtazamaji wa Biomedia, katika habari za udaku iko taarifa ambayo imemega headline sana, wakizungumza kwamba Diamond Platnumz ametangaza kuwa mke wa pili Zuchu ataweka wapi sura yake. Kumbe siri yafichuka, waongo pia si mjamzito hata. Haya, karibu sana tuangazie hili kwa kina na tuweze kufahamu nini ambacho kinaendelea nyuma ya pazia kwa wasanii hawa. Mwanamuziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz ameingia katikati ya mjadala wa mitandao ya kijamii baada ya kuibuka kwa madai yanayodai kuwa ameoa mke wa pili miezi michache baada ya kuthibitisha ndoa yake na msanii mwenzake bidada Zuchu. Tetesi hizo zimesambaa katika baadhi ya mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao wakidai kuwa star huyo ameamua kuongeza mke mwingine, jambo lililozua mjadala mkubwa sana miongoni mwa washabiki wake. Sasa akizungumza madai hayo, Diamond Platnumz alionekana kushangazwa sana na namna watu ambao wanafuatilia kwa ukaribu maisha yake binafsi na kuhoji kwa nini swala la ndoa yake linapaswa kuwa mjadala wa umma. Katika nukuu anasema, "Nikioa mke wa pili kuna mtu anateseka? Kuna mtu nimemnyang'anya mke wake au nimemdhulumu mtu?" alihoji bwana mkubwa. Bana, kauli hii imekuja mwaka mmoja baada ya kuweka wazi kwamba yeye na Zuchu wamefunga ndoa ya Kiislamu kwa siri, lakini awali taarifa za ndoa yao zilianza kuibuka mwezi Juni mwaka 2025 baada ya picha za hafla yao ya ndoa kusambaa mitandaoni kabla ya kuthibitishwa na upande husika. Zuchu mwenyewe aliwahi kuthibitisha kuwa ni mke halali wa Diamond Platnumz, huku Sheikh Walid Kawambwa akieleza kuwa ndiye aliyefungisha ndoa hiyo miezi kadhaa kabla ya kuweka wazi hadharani. Kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliwahi kuripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari, ndivyo hivyo ndoa hiyo ilifungwa kwa faragha, huku Diamond alikiri kuwa waliamua kuiweka siri ili kutenganisha maisha binafsi na shughuli zake za muziki. Diamond Platnumz na Zuchu wamekuwa katika uhusiano wa muda mrefu sana ambao uligubikwa na vipindi vya kuachana na kurudiana, jambo ambalo limewafanya kuwa miongoni mwa wanandoa wanaofuatiliwa zaidi kwenye tasnia ya burudani Afrika ya Mashariki. Safari yao ya mapenzi imekuwa ikizalisha mijadala mikubwa kila mara kunapotokea jambo jipya kuhusu maisha yao. Licha ya madai ya kuoa mke wa pili kuendelea kusambaa mitandaoni, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi ambao uliweza kuwekwa hadharani ambao unathibitisha kuwepo kwa ndoa nyingine kwa Diamond. Hata hivyo, kauli yake imeonyesha wazi kuwa hana tatizo na mjadala huo, akisitiza kuwa maamuzi yake ya ndoa hayapaswi kuwa chanzo cha maumivu kwa watu wengine. Sasa baada ya kauli hizo za Diamond, wadau wamemgeukia Zuchu na kuanza kusema kuwa walimwambia kwamba Diamond si mwanaume, mwanamke mmoja. Ana tamaa, kiko wapi sasa? Ataweka wapi sura yake pia? Alijiona kufika kwa Diamond, sasa mwenzia anamuolea mke wa pili. Lakini on other side, yeye mwenyewe Zuchu mpaka sasa hajaongea lolote kuhusu kauli hiyo ya kuongeza mke wa pili Diamond Platnumz, japokuwa aliwahi kuzungumza kuwa Diamond yuko peke yake, wengine watachezewa tu na kuachika. Yeye ndo kigoma mwisho wa reli kwa Diamond Platnumz, na akimfumania na mtu mwingine patachimbika. So kiufupi, Zuchu kwa Diamond yeye ndo anatumia nguvu kubwa sana kufanya kwamba Diamond ampende. And of course, mapenzi bana haitakiwi wewe ndo utumie nguvu kubwa sana. Inatakiwa mtu akupende mwenyewe. Ndo haya sasa ambayo yanatokea Diamond kuwa mke wa pili. Lakini pia wako ambao wanadai kwamba inawezekana ni kiki, kwa sababu Diamond na Zuchu wamezoeleka kwa kiki zao za ajabu mitandaoni. Hata ile madai ya ujauzito ni uongo mtupu. Zuchu hana ujauzito wowote wa Diamond, na walitengeneza tu. Lengo ni kuwafanya mashabiki wawe attention kwa yale ambayo wanayafanya, especially kwenye muziki wao. Muziki wa sasa tunaona umekuwa mgumu sana, bila kiki hauwezi kuenda. So wengi wameitumia ama wametafsiri pia inawezekana ni kiki mpya kwa ajili ya kufanya waendelee kuzungumziwa. Anyways, tunasubiri kuona lina ukweli gani hili la mke wa pili Diamond Platnumz. Tunaendelea kukuhabarisha kupitia Biomedia. Kwa wakati mwingine, uwe na wakati mwema.